kabisa, damu ya Yesu yasafisha 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 kabisa, damu ya Yesu yasafisha. Imba damu ya Yesu, hiyo damu yasafisha kabisa, damu ya Yesu yasafisha kabisa. Oh, damu ya Bwana yasafisha kabisa, damu ya Yesu yasafisha kabisa, damu ya Yesu yasafisha kabisa, hiyo damu ndiyo yasafisha kabisa, damu ya Yesu yasafisha kabisa, damu.
Yesu tunakuinua leo, Yesu tunakutukuza leo, tunasema unastahili. Hakuna mwingine kama wewe Bwana, hakuna wa kufananishwa nawe. Hiyo damu ndiyo tumekuja tukaweze kutakaswa, tukaweze kung'arishwa, tukaweze kutakaswa, tukaweze kung'arishwa. Jehova Bwana, tunaomba ya kwamba Bwana Mungu wangu, ripalapalamayanda ripalatosekete makai ripagadozikidi makaya rakatori masika ipalatozikianda. Baba, tunaomba utakaso, tunaomba Bwana utakaso. Bwana, tunakupenda Yesu, tunakuinua Yesu, tunakutukuza Yesu, tunakuabudu Yesu, tunasema ni wewe, hakuna mwingine Jehova. Wewe ukisema ndio, hakuna wa kusema hapana. Ukisema hapana, hakuna wa kusema ndio. Yesu, tunakupenda Yesu, tunakuinua, tunalitukuza jina lako Bwana. Ni asante, uinuliwe Bwana, uabudiwe Yesu, uabudiwe Bwana, Bwana uabudiwe. Jehova, leo twasongea mbele zako Baba, twasongea mbele zako, tunahitaji rehema zako Bwana, kama Musa vile alivyovua viatu Bwana, tumekuja mbele zako, twavua kila aina ya kiatu Bwana. Jehova Bwana, tukitamani utakaso, asongea mbele zako Bwana wa mabwana, nahitaji rehema zako Bwana wa mabwana, nasongea mbele zako Bwana wa mabwana, nahitaji rehema zako Bwana wa mabwana, nasongea Bwana wa mabwana, nahitaji rehema zako nasongea mbele zako Baba, kile tunataka leo ni rehema zako. Kile tunahitaji Bwana ni rehema zako Baba. Kile tunataka ni utuhurumie tu sisi Bwana Jehova. Wanadamu tumejawa Bwana na udhaifu mwingi, lakini Bwana kwa rehema zako, kwa huruma zako Bwana, utusaidie, utuonekanie, tuwezeshe,
tubariki, tuangazie neema. We love you Lord. In Jesus name we pray. Amen. Pigia Yesu makofi mazuri. Hallelujah. Tusogee mbele tuweze kusikia neno ili tuweze kuendelea na kuomba. Yeye ni mwema na mwaminifu. Bwana asifiwe. Ninawasalimu tena. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Nataka kuongea nawe kuhusu utakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Utakatifu ni mojawapo ya kigezo ambayo ni muhimu sana kwa Mkristo, na naweza kukwambia kwamba unaweza kuwa unatoa sana, unaweza kuwa unajitolea sana, lakini kama wewe si mtakatifu haumfurahishi Mungu. Amen. Unaweza kuwa unafanya mambo mengi kanisani, unaweza kuwa unaomba sana, lakini mpendwa, kama wewe si mtakatifu, I tell you the truth, wewe ni adui ya Mungu. Bia jirani, kama wewe si mtakatifu, hata kama unafanya mambo mengi, wewe ni adui ya Mungu. Naona watu hamuongeleshani. Kwa nini hamuongeleshani? Bwana Yesu asifiwe. And I want to share with you, ni kuonyesha ya kwamba ukiwa mtakatifu uko na ulinzi. Ukiwa mtakatifu utaendanisha na Mungu, na ukiwa mtakatifu utaona mambo makubwa. Bwana Yesu asifiwe. Na siku ambazo hazijapita sana, kuna siku tulisoma hapa nikawaambia kwamba katika Yohana, Mungu hasikiagi maombi ya wenye dhambi. Kwa hivyo, na kama vile Amos, ni Amos, kuna kitabu ya Amos 3:3 anasema wawili hawawezi tembea pamoja kabla hawajasikizana. Na ili ukaweze kutembea na Mungu, lazima kwanza msikizane. Msikizano wako na Mungu sio kwa mambo mengi. Ya kwanza ni utakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Can two people walk together without agreeing on the direction? Ni swali nauliza ya kwamba ili tukaweze kutembea pamoja, inabidi tuko tumekubaliana. Pale katika kitabu ya Mwanzo, Biblia inasema let us create man with our image, na tuumbe mwanadamu kwa mfano wetu, akituiga yeye, tukimuiga Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na character number 1 ya Mungu ni utakatifu. Bwana asifiwe. Na wakati umejua hivyo, ndipo sasa tunaanza safari yetu ya kuangalia holiness, ya kwamba in the book of 1 Peter chapter 1 verse 15 and 16 inasema namna gani? Naweza tupatia hiyo? Inatuambia hivi, inatuambia namna gani? But now you must be holy in everything you do, just as God who chose you is holy.
So anything ambayo unafanya lazima uzingatie utakatifu. Amen. Because wakati utakuwa mtakatifu, then all the benefits in the Bible you became a partaker. Bwana Yesu asifiwe. Na wacha niwaambie wapendwa, because tumefika wakati ina majira ambayo watu wengi hawataki kuambiwa mambo ya utakatifu. But I have to remind you ya kwamba for us to partake in the prophetic word of God, we must align ourselves. Aligning, number one, it is walking in holiness. Working out holiness. Kufanyia kazi utakatifu. Utakatifu wa mawazo, utakatifu wa mwili, utakatifu wa matendo, na utakatifu wa kila kitu. Praise the name of the living God. Verse number 16 inamalizia na kusema ya kwamba, for the scripture says, you must be holy because I am holy. Bwana asifiwe. Most of the people, na sitaki uanguke kwa hii mwaka, and that's why ya kwamba Mungu alituongoza ya kwamba one of the pillar ama foundation ambazo we are founded on, it is the gospel of repentance. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba hiyo ni mambo ya msingi, ya kwamba hauwezi tembea na Mungu kama wewe ni mchafu. And that's why unakwambia kwamba you must, the word must should be underlined. Amen. Ya kwamba ni lazima ukuwe mtakatifu kama vile yeye ni mtakatifu. And I heard somebody say ya kwamba hauwezi kuwa mtakatifu. That is a lie of the devil. Amen. Hiyo ni uongo ya shaitani. Because wakati we repent, repentance mean turn away from your wicked. When you turn, pursue righteousness. Tafuta haki. Endelea kusimama kwa njia ya kweli. Basi katika hiyo hali, mawazo yako inakuwa transformed. Vile unavyoona mambo inakuwa transformed. Vile unavyofanya kazi inakuwa transformed. And now you walk in that path of holiness. Let me tell you, my sisters and brother, Mungu huangalia utakatifu sana. Bwana asifiwe. Because hapa ndipo unaona watu wengi tunapoteza mark, ya kwamba tunasahau ya kwamba lazima tuzingatie utakatifu. Because utakatifu bila utakatifu, and that's why unaona kuna madhogothanyo mingi. What does the Bible says in Psalms 59? Able to break Psalms 59. Shalabalatu zakatamayanda. God have mercy. God have mercy. God have mercy. Nimesema Psalms ama Isaiah? Okay, Isaiah. Rescue me from my enemies, O Lord, protect me from those who have come to destroy me. Hata hiyo ni mzuri. Rescue me from my enemy, O God. You know, God will rescue if you are holy. Today Isaiah. Isaiah, it is Isaiah. God anasema Isaiah, listen, the Lord's arm is not too weak to save you. Ya kwamba mkono wa Mungu sio mdhaifu ya kwamba hawezi kuokoa. Tuko hapa kila siku tunasema God help me. Na hata Mungu alituambia, tulikuwa tunashukuru ya kwamba the Lord will help us. Si ni kweli? Tulikuwa tunakuja hapa tukiambia Mungu ni asante, manake umesema utatusaidia, lakini sikizeni vizuri.
Amen. Because ili ukaweze kusaidiwa na Mungu, Biblia inasema mkono wake ni kweli si mudhaifu ya kwamba huwezi kukusaidia. Na ingine inasema it's not too short, si mfupi. Sijui kama uko na hiyo scripture hapo. Nor his ear too deaf to hear your call. Angalia sasa, hiyo inatuambia kwamba behold, the Lord's hand is not shortened that it cannot save, ya kwamba si mfupi ya kiasi ya kwamba huwezi kuokoa. Alafu inasema ya kwamba masikio yake sio mazito ya kwamba hayawezi kukusikia. So it means that the Lord is always ready to help you. The Lord is always there to save you and to protect you, to rescue you from every plan of the enemy. Kutokana na mpango wote wa shaitani, mpango wote wa adui, Mungu ako tayari kukuokoa. Mungu amesema, ameahidi, nitakuokoa. But number one, we must agree in holiness. Verse 2 inasema namna gani? Situsome sisi wote. But your iniquities have separated you from your God. I wish unaweza tuwekea Kiswahili. And your sin have hidden his face from you so that he will not hear you. Tuwekea Kiswahili ya kwamba ametuambia na tulimshukuru. Uzuri tumemshukuru, lakini leo tumekuja kuanza safari ya kujiweka sawa na kumulilia. Tumwambie Bwana, tunajua umesema utatusaidia, tunajua mkono wako sio mfupi, lakini maovu yenu yamewafarikisha ninyi na Mungu wenyu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake, msimuone, hata hataki kukusikia. Amen. So you see, we preach that God will help you, but we fail to tell you, you must be holy. We are wasting you. Tunakupoteza. Amen. We must come back. Tuseme ya kwamba mimi uchafu hapana, nataka nisaidiwe na Mungu. Wakati unasema ya kwamba Mungu unataka akusaidie, wakati unakaa na utakatifu, unakuwa umekubaliana, umekaa, umemfana Mungu, umekuwa kile Mungu alitaka. In the beginning in Genesis anasema na tuumbe mwanadamu kwa mfano wetu. Na katika ile hali ya kukaa kama yeye, kile ambacho Mungu ako nacho, ukikuwa kama yeye unakuwa na vitu zake kama zake. Bwana asifiwe. And that's why unakuta ya kwamba many people wanataka wakae kwa dhambi, wengine wakuwe viongozi wa kanisa. Wanataka wakuwe kwa dhambi na watumikie Mungu. Wanataka wakuwe kwa dhambi na maombi yao isikike. Sikiza leo, yako haitasikika kama utaendelea kuwa kwa dhambi. Kama utaendelea kuwa kwa dhambi, itakuwa kama storybook. Itakuwa kama ile hadithi tulikuwa tunasema, hello Mr. Kamau, cut, where is my pencil, miau miau. Itakuwa kama hiyo. Sijui kama mnakumbuka hiyo kitabu. That is when tunatana, neno la Mungu linakuwa storybook. But the word of God is powerful. It is mighty. The word of God by itself is a deliverance. Lakini manake wapendwa, tumekaa tunataka kwenda kama fisi. Nataka Mungu na nataka shaitani. Lazima tu close apart. Lazima tusimamie wokovu. Lazima tusimamie kweli. Nikisoma Biblia, nilikuwa nasoma Biblia, nikaona ya kwamba na nikaona ya kwamba, can you take us in Deuteronomy 23? Nilisoma hapo, nikaangalia, nikaona kama hii kweli,
wacha tuachane na Mungu aitwe Mungu. Hebu tupeleke Deuteronomy. Niko naangalia Deuteronomy. Ni kuhusu mambo tu ya utakatifu. Deuteronomy. Aliye jeruhu. Hebu tupe ya Kisubu kwanza. Hii Kiswahili saa ingine ina Azia verse number 9. Adia verse number 9. He who is emasculated by crushing. End of verse 9. Aya, sikiza. Now listen to this. Now nataka tusikize vizuri. When the enemy goes out against your enemies, then keep yourself from everything wicked thing. Unasikia? Hii ni wakati wa Israeli. Mungu anawaambia wakati wanajeshi, the responsibility ya wanajeshi katika nchi ni nini? Kuweka ulinzi. Amen. Number 2 ni ku make sure ya kwamba wanaona adui kabla adui awafikie. It is to kuweka ulinzi, ku defend na ku combat in case wakikuja kupigana. Si ni kweli? Naye Mungu anawaambia aje? Wakati wanajeshi wanaenda vita kupigana na maadui wenu, timizeni utakatifu. Amen. Sikiza, enda tuende hapo pengine. Leo. If there is any man among you who becomes unclean by some occurrences in the night, then he shall go outside the camp. He shall not come inside the camp. Unasikiza? Ya kwamba kama kuna mtu kwa njia yoyote anaweza pata unajisi ama uchafu usiku, basi ama asikie haja, Mungu anasema usiku toka nje. Endelea. But it shall be when evening comes that he shall wash with water, and when the sun set, he may come into the camp. Aende nje. Unanisikiza? Kama uchafu utakuja, aende nje na ni usiku. Why? It is because God cannot, haezi ulinzi wake hauwezi linda mahali pachafu. Endelea na hiyo ingine. Verse number ingine. Also you shall have a place outside the camp where you may go out. And you shall have an implement among your equipment. And when you sit down outside there, you shall dig with it and turn and cover your refuse. What is refuse? Ni pupu. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba Mungu anawaambia katika hii nyumba, nataka uangalie sasa hapa uone. Mungu anawaambia kwamba wakati umepata haja kwenda kupupu, anasema kuwa na equipment, kijiko ama kadeshi ama jembe, ya kwamba ukisikia enda mahali pale nje, fanya chimba, alafu ufanyie kitu na uache kama umefunika. Alafu baada ya hapo wewe rudi ndani ya kambi. Haleluya. Nataka nikuonyeshe vile Mungu ako mtakatifu na ako serious na utakatifu. Anasema ya kwamba lazima uende uchimbe mahali pale nje na ufunike, alafu urudi ndani. Manake wanajeshi wenu wako nje, mnataka mimi niwalinde. To the next verse. For the Lord your God walks in the midst of your camp. Manake Mungu huzunguka usiku wakati mumerara katikati ya kambi zenyu, to deliver you and give your enemies over to you, ya kwamba ili awaokoe wakati
anazunguka usiku na awapatie maadui wenyu kwenyu. Bwana Yesu asifiwe. Na alafu anasema ya kwamba therefore your camp shall be holy. Your camp shall be holy. Why? Manake munasema ya kwamba God help us. Well, if you want God to help you, you must work out holiness. Bwana Yesu asifiwe. Wakati tunataka kambi kama hii, venye iko kambi kama hii, because zilikuwa ni kama kambi kama hii, Mungu anasema ya kwamba tusipupuu huku ndani, tutoke nje na tuzike. Manake ako na business usiku ya kuzunguka akiwalinda. Na wakati yule anakutana, acha tuone. And give your enemies over you. Therefore, your camp shall be holy, that he may see no unclean thing among you, and turn away from you. Si wewe umefanya dhambi, lakini ni hiyo pupu umeweka pale. Mungu anasema akiona hata kaa hapo. Hebu jiulize, hebu kata na utafakari kidogo. Mkichafua compound na mafi, Mungu anasema sitawalinda. Bwana Yesu asifiwe. It's a lesson. It's a lesson. Bwana atukuzwe. So what does it mean? Ya kwamba if we want God to fight for us, this is the temple. We must make sure ya kwamba hii hekalu ni safi. Bwana Yesu asifiwe. Mungu amesema kukunia ovyo tuache. Because Mungu wakati anapiga patrol ya usiku saa 8, wakati shaitani, do you know, shaitani kazi yake na adui huwa anataka kuanzia saa 6, na hiyo masaa wakati watu wamelala. Hiyo ndio masaa yake ya kuattack. Saa 6, saa 9, hayo masaa ndio shaitani huwa anafanya kazi. Bwana Yesu asifiwe. Na wewe saa hizo, wewe saa hizo hauko sawa. Compound yako sio safi. Hey! Bwana Yesu asifiwe. Mungu wakati anakuja, anasema mkono wake sio mfupi ya kwamba huwezi kukusaidia, lakini wakati anakuja, anakuta uko mchafu, anakuta hawezi kusaidia, anakuta ya kwamba hakuna mahali mnaweza ingiliana na yeye. That's why leo nataka nimekuambia ya kwamba tumekuja kureconcile, tumekuja kuambia Bwana Jehova, kama kuna kitu ambacho kinaweza fanya Mungu tusipate msaada wako, Jehova tuhurumie. Bwana tunatubu, Bwana tuondolee, manake kile tunataka utusaidie. Tunaweza kuwa ulikunia na ukasahau kuzika, lakini siku ya leo tumekuja, manake Biblia inasema enyi wenye dhambi iliyo kama damu, njooni kwangu tusemezane, nitawasafisha, nitawafanya kuwa theluji kama the wool of a sheep, ya kwamba nitawafanya muwe mweupe kama theluji, nitafanya kuwa mweupe kama ile ile manyoya ya kondoo meupe. Bwana Yesu asifiwe. Huyo ni Mungu amesema. That's why in the beginning of the year tuko hapa tumwambie Jehova, tunajua ya kwamba umesema utatusaidia, but we have this understanding, tunaelewa haya, mkono wako sio mfupi, lakini dhambi zetu zinaweza fanya usituokoe. Baba tuhurumie. Jehova have mercy. Lord remember mercy. Manake ni kwa huruma za Mungu ndio anaweza tuokoa. Shakata zikayanda. Bwana Yesu asifiwe. Imagine Mungu anaongea, anawaambia sikuji usiku. Sikuji usiku. Manake iko jamaa. Sasa piga picha ya watoto. Hata watoto watolewe usiku. Because Mungu amesema He is the same yesterday, today and forevermore. Habadiliki. Yeye ni vile alikuwa. Ambia jirani, utakatifu unahitajika. Bwana Yesu asifiwe. Because if we fail
if we fail to walk in holiness, if we fail to walk in righteousness, tutakuwa tu tunakuja hapa tunainua sauti zetu, lakini inakuwa ni kelele. Si uinue mkono useme mwaka huu nimeamua sitapiga kelele mbele za Bwana, bali nitakuwa ninaomba na Mungu anasikia. Njia ya kuomba Mungu asikie ni kwa kutembea na utakatifu. Njia ya kuomba na Mungu ajibu ni kukaa na kudumisha utakatifu. Njia ya kuomba na Mungu asikie ni kuzama kilindini cha damu ya Yesu iliyojaa utakatifu, iliyojaa utakaso, iliyojaa nguvu na uweza wa kukusafisha na kukufanya sawa. Inua mkono wako, mwambie Bwana nisaidie ya kwamba mwaka huu Jehova Baba, sitaki kufanya maombi ambayo ni kelele mbele zako, bali Bwana ninataka Jehova Mungu wangu, kama ni maombi Bwana ukaweze kuyasikia. Ndiposa nimekuja Bwana na toba, nimekuja Bwana nikusongelee. Bwana unirehemu, Bwana unisamehe, Bwana unitakase. Bwana ninaomba ili ukutane na sisi Jehova. Unasema ya kwamba Mungu ishie milele, waambie wajitayarishe kwa siku 3, unaenda kushuka mlimani. Musa akaambia wana wa Israeli, jipangeni katika hali ya kumngojea Bwana. Jambo la kwanza, jitakaseni. Jambo la pili, vueni mavazi yenu, toeni mapambo yenu. Wapendwa, ili tukutane na Bwana tunahitaji kuzama katika kilindi cha toba, tunahitaji kuzama katika damu ya Yesu, tuzame katika kijito ambacho ni cha utakaso, ili wapendwa tukaweze kupata kuendanisha na Mungu. Ni kweli wapendwa, ni kweli wapendwa, njia ya msalaba ilikuja wapendwa, ili tukaweze kutoshea, ili tukaweze kufanana, ili tukaweze kukaa kama huyu Bwana anasema kuweni watakatifu, manake mimi ni mtakatifu. Itakuwaje mpendwa wewe ukuwe si mtakatifu uendanishe na aliye mtakatifu? Haiwezekani. Na ndiposa siku ya leo tunajua yeye ni muweza, tunajua mwangaza umekuja, tunajua ya kwamba yeye anatupigania, tunajua ya kwamba yeye ni muweza, tunajua ya kwamba yeye amesema sitawaacha. Lakini atakaaje mahala pachafu? Atakaaje na mtu ambaye sio safi? That's why today we have come to tell Jehovah, oh God, have mercy, we repent our sins. You know, one thing kile kilifanya Ayubu atetewe na Mungu. Can you give us Job chapter 1? Nataka niwaonyeshe kile kilifanya Ayubu atetewe na Mungu. Hey, hapa kayanda baba babu zana manana lemanana no zikini makaya la baba babu shetele makando rababa baba babu. There was a man, let us read together. Tusome sisi wote pamoja ya kwamba kulikuwa na mwanamume in the land of Uzza whose name was Job, and that man was blameless and upright and the one who feared God and shunned evil. Give us in Swahili. Ya kwamba nataka mark this. I want you to mark this. Nataka uangalie hii ya kwamba 1 2 3 tusome. Palikuwa 1 2 3. Palikuwa na mtu katika nchi ya Uzi, jina lake alikuwa akiitwa Ayubu. Mtu huyo alikuwa mkamilifu na mwelekevu, ni mmoja aliyemcha Mungu na kuepukana na maovu. Umesikia alikuwa muombaji? Kuna mahali imesikiwa alikuwa muombaji? Umesikia alikuwa muombaji? I want you to check what God abkire Mungu anaangalia. Amen. Anasema ya kwamba alikuwa mkamilifu na mwelekevu. Can you give us in English version kindly, ili hiyo majina ya mwelekevu na mkamilifu zikuje sawa? Ya kwamba that a man was blameless, mwenye hana mawaa. Number 2, alikuwa upright, ya kwamba ni mwenye haki. Number 3, mmoja aliyemcha Mungu, alikuwa na kicho cha Bwana, alikuwa na kicho cha Bwana. Number 3, he shunned evil, aligeukia
uovu wote. Uliza jirani yako, umeona pameandikwa alikuwa muombezi sana? Muulize. Mambo ya kuzingatia. Utakatifu, wapendwa, tuzingatie. Tunaweza kuwa tunakujanga sana kanisani, tunaweza kuwa tunaombanga sana, lakini kama hatuko watakatifu, we miss the mark. Can you jump to verse number 5, 6 hapo? Ebu enda 6 tuone. And this man was blessed. He was rich man. Now there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord, and Satan also came among them. Inasema namna gani? Tuendelee. Ya kwamba kulikuwa na siku ambayo wana wa Mungu walikuja, malaika, lakini kule jamaa shaitani kimunya akakuwa ndani yao. Na Biblia inasema namna gani? What does the Bible say? And the Lord said to Satan. He did not say to the angels. From where do you come? Because ni intruder. Alikuja kama intruder. Hakuwa amepewa mwaliko, lakini alijipenyeza. Bwana Yesu asifiwe. Hakuwa amepewa mwaliko, alijipenyeza, alijileta. Na hivyo ndivyo huwa anajipeleka. Haitagwi, lakini anaendaga kuku accuse. He is the accuser of brethren. But if you are not holy, he is not accusing you. He is speaking the truth. Kama wewe si mtakatifu, mararemishi yake ama claim zake ni ukweli kwako. Bwana asifiwe. Wakati alijipendeza, Mungu akamuuliza, wewe umetoka wapi? Akamwambia, from going to and flow on the earth, and from walking back and forth on it. Ya kwamba kazi yangu ilikuwa ni kutembea na kurudi, na kuenda mbele na kurudi. Sikiza swali lingine Mungu anamuuliza. Listen to now. This is what God checks. Na ningeomba uangalie na uzingatie tena. Angalia, Mungu anamuuliza aje? Then the Lord said to Satan, have you considered my servant Job? That there is none like him. Ya kwamba Mungu anasema ya kwamba hakuna kama. Kwa nini? Alikuwa muombaji sana, alikuwa anatoa sana, alikuwa anasaidia sana, alikuwa anafanya kazi ya kuhubiri sana. Why? Because like him on earth, a blameless man, mtu mwenye hana mawaa, akiangaliwa amesimama, akiangaliwa hajajikunja, ako sawa sawa, njia zake ziko sawa. Biblia inasema ya kwamba alikuwa upright. Another version says he was a man of complete integrity. One who feared God and shunned away from evil. Ya kwamba yeye ni mtu ambaye alimucha Mungu. Yeye ni mtu ambaye alikuwa anatembea kwa njia za utakatifu, njia za haki. Hata Mungu akimtazama anasema, usiwe umefikia yule wangu. Abia jirani, as we begin this year, work out holiness. Mwambie, holiness is an automatic spiritual tool that provokes heaven to help you. You know, hauhitaji hata kuomba. Ukiwa mtakatifu, Mungu anakutetea. Kwani Job alikuwa ameomba hapa? Ameomba? Si Mungu, Saitani anaenda kumshtaki na Mungu anasema huyu ni yule wangu. Na Mungu hamjui ya kwamba ni muombaji. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu atukuzwe. Mungu hamjui ya kwamba yeye ni mtoi sana. Na sijasema usiombe, sijasema usitoe, lakini zingatia utakatifu. Endelea hapo. Usikie sasa ulinzi wa Mungu. Sikiza sasa ulinzi wa Mungu. Kai Jehova ndototaidie. Satan replied to the Lord,
Yes, but Job has good reason to has good reason to fear God. Sikiza, hata shaitani anajua huyu jamaa ako na sababu nzuri ya kumcha Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Anasema namna gani? You have always, angalia, si usome tu, si usome na mimi. 1 2 3. Ya kwamba you have always put a wall of protection around him and his home and his property. You have made him prosper in everything he does. Look how he is rich. This is a testimony from the devil. Aikapo shakayanda. Angalia sasa, situkue watakatifu, shaitani apata ushuhuda kwa ajili ya kubarikiwa kwetu. Tembea na utakatifu, Mungu akupatie baraka za mbinguni. Mungu akubariki, shaitani ajue umebarikiwa. Kazi yako irindwe, watoto wako walindwe, chochote chako kirindwe. Kiwe shaitani hata akijaribu hawezi. Utakatifu ndio utakupigania. Haleluya. Ya kwamba shaitani alijua hata nikienda kwa Ayubu siwezi guza yeye. Na nini alifanya kikubwa? Ni kutembea kwa njia ya haki. Apia jirani, amua kutembea kwa njia ya haki. Bwana Yesu asifiwe. Yes. Lazima uamue kukanyaga njia mzuri. Lazima uamue ya kwamba mwaka huu, kama mwaka jana ulitumiwa vibaya, ama mwaka jana shaitani alikunyarira ya ukweli, mwaka huu amua ya kwamba this year nitatembea na utakatifu. Kama mwaka jana ulikuwa wewe umewekwa kama mpango wa kando, ulikuwa unatumika vibaya na mambo ya dhambi na ya dunia hii, amua mwaka huu utatembea na uhaki na utakatifu. Mungu atalinda watoto wako. Mungu, angalia, tunatembea sisi hii, tunatembea tukiwa huku na utakatifu. Kumbe ile mali yangu iko nyumbani imewekewa ulinzi wa ukuta kwa ajili ya utakatifu. Siwaambia Bwana nisaidie nitembee na utakatifu. Manake ukitembea na utakatifu, watoto wangu, biashara yako, kazi yako, chochote kile chako kitakuwa kimelindwa na Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa nini? Kwa ajili umetembea na utakatifu. Tumeambiwa ya kwamba mambo ya kujinajisi ofyo tuachane nayo. Because wakati unanajisi, Mungu akikuja patrol, nakuta hakuna. Angalia Job. Yeye kazi yake ile imeandikwa na imenakiriwa. Hatukuambiwa ya kwamba alihubiria crusade mingi sana. Hatukuambiwa alifanya mambo mengi ambayo watu wanafikiria ya kuonekana. Lakini tumeambiwa alikuwa mtakatifu, mcha Mungu, akitembea kwa njia za haki. Uovu akiuona anauondokea. Hakujichanganya, naye Mungu alimlinda. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya leo, wakati tunaanzisha mwaka, hili ni jambo la kutukuza mioyoni mwetu, na tuambie Bwana, chochote tunaweza kuwa tumefanya kinyume na mapenzi yako. Ewe Mungu uishie mbinguni, unasema ya kwamba, oh my God, can you take us in Proverbs 28:13? Anasema namna gani? Shakata baba babori maziki ni makaya. Tuko karibu kuanza kuomba, na tuambie Bwana tunaomba msamaha. Because wapendwa, when we enter into a dimension ya kwenda na utakatifu, leo tunashughulikia sisi binafsi. Kuhani, tazama hapa. What does the Bible say? People who conceal their sin will not prosper. But at the point I am, it is part B of it. But if they confess and turn away from them, they will receive mercy. Today we are asking mercy. Tupatie na Kiswahili inasema aje? Ya kwamba kama
kama watu wa Mungu weka afichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali yeye aziungamae na kuziacha atapata rehema. Leo tumekuja hapa kumwambia Bwana, tunahitaji rehema zako. Tunahitaji rehema za Bwana, tunahitaji utakaso wa Mungu. Wapendwa, tunajua ni kweli hii safari bila utakatifu hatutaweza. Leo tuna deal na sisi. Biblia inasema ya kwamba wakati kuhani katika tabernacle, I remember teaching you about the tabernacle, nilifundisha lakini nitaifundisha tena Mungu akinielekeza, ya kwamba tabernacle ilikuwa ni kama hii. Ilikuwa ni kama hii. Hii ndio ilikuwa ni courtyard. Hii sasa tuko na hii ni Holy of Holies, na hii ni Holy of Holies. Hii ni holy place, hii ni Holy of Holies. Amen. Now huyu ni kuhani. Kabla kuhani aende atoe dhabihu, aende aombe na ungame kwa ajili ya watu wengine, alikuwa nakuja hapa. Akifika hapa ndani, kulikuwa na beseni kwanza ya kujitakasa. Amen. Manake hangeweza kwenda mbele za Bwana kama yeye hajakuwa msafi. Na baada ya kuwa msafi, ndipo alipata nguvu sasa ya kwenda kupigania wale wengine. Leo kwanza tunajitetea mbele za Bwana, tulale na tubu, tumwambie Mungu, we need your forgiveness, tusamehe. Na kila dhambi ukikumbushwa na Mungu, yoyote ukikumbushwa na Roho Mtakatifu, wacha kujifanya vile wewe ni muhuri. Roho akikumbusha ulidanganya, mwambie Baba nisamehe, na mwambie nimekubali. Na kile ambacho unajua umefanya na hakistahili, aidha ni kuiba, aidha ni kutusi, aidha ni kuongea na ni kunungunika ndani, aidha ni kuongelea watu wengine, aidha ni kukasirika na kufanya dhambi, kulaani watu, ambia Bwana, ninaomba unitakase, naomba Bwana unisamehe. Because wapendwa, the Bible says afichaye dhambi zake hatafanikiwa. Mwaka huu Mungu ametuambia ni mwaka wa kuhamishwa kutoka kiwango kimoja hadi kingine. Lakini ukiwa na dhambi hautafahamishwa. Ukiwa na dhambi hautawekwa kiwango kingine. Ndio unaweza sikia injili ikiwa tamu na unasema amen, I receive, lakini kama hicho kiatu haujakitoa, bado utaona wengine wakibarikiwa, lakini wewe utashuhudia tu. Nimekataa kushuhudia wengine. Siinue mkono useme nimekataa kushuhudia wengine, mimi nibaki nyuma. Ninataka tushuhudie, nikishuhudia na wao washuhudie zangu. Baba, ndiposa nimekuja na moyo wa toba, nikwambie Bwana, nisamehe dhambi zangu. Haleluya. Shakatuzikayanda malatuzikayanda balatuzikini makaya. Wanijua vyema Bwana, wanijua vyema Bwana, wanijua vyema Bwana, niko mbele zako. Wanijua vyema Bwana, wanijua vyema Bwana, wanijua vyema Bwana, niko mbele zako. Wanijua vyema Bwana, wanijua vyema Bwana, wanijua vyema Bwana, wanijua vyema Bwana, nijua mama, wanijua Yesu, wanijua vyema Bwana, wanijua vyema dadi, wanijua vyema Bwana, niko mbele zako. Imba, wanijua vyema Bwana, kubali
kijito, kijito cha hapo ndani na umwambie Bwana nisamehe. Rehema za Bwana ndizo tunataka. Have mercy, Lord, have mercy. Have mercy, Lord. 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 Have mercy, Jesus. Wapendwa, ndani mbele za Bwana mumulilie, mwambie Bwana ninaomba unitakase. Ambia Bwana akutakase, mwambie Bwana akutakase. Ulinzi wake tunapata wapendwa, kwa njia ya kutembea na haki na utakatifu, ulinzi na kutetewa na Mungu. Wapendwa, utajiri unapatikana kupitia kazi wapendwa, ya kukaa na utakatifu. Wapendwa, tunashinda shetani kupitia njia ya utakatifu. Wapendwa, situende mbele za Bwana na mwambie Bwana ya kwamba nimesongea mbele zako, nahitaji rehema zako. Tubu kila aina ya dhambi, zile unajua na zile ambazo hujui. Mwambie Bwana naomba unitakase. Mwambie Bwana nimekubaliana na neno lako ya kwamba Mungu wangu Jehova, wewe ni Mungu usiyeshindwa, wewe ni Mungu usiyebadilika, wewe ni Mungu ambaye Jehova ukisema ndio hakuna wa kusema hapana. And that's why today we are before you, Lord, as we worship you, Father, as we pray, Father, Lord, and seek forgiveness, Lord. Oh God, according to your word, we cannot make it without you, Lord. We cannot make it without your help, dear Master. And Father, this is connected through holiness, Lord. Father, King of glory, we pursue holiness. In everything and every bit we are doing, Lord, have mercy upon us, Lord. Have mercy, King of glory, dear Master. Have mercy, Nimakatori Mazia. Have mercy, Jehovah Shammah, because you are God. Hakuna mwingine kama wewe Bwana, ni wewe peke yake Mungu wangu. Tumeona Ayubu alitajirika kwa kuwa Bwana alitembea na utakatifu. Tumeona Ayubu alipanuka Bwana, akabarikiwa sana manake Jehova alitembea na utakatifu. Tukaona alilindwa manake alitembea na utakatifu. Oh Mungu wangu ni asante. Jehova ni asante manake wewe ni mwema. Ni asante manake Bwana Jehova, tumetambua ya kwamba Mungu wangu wewe ni Mungu asiyeshindwa. Baba, tumekubaliana na neno lako ya kwamba mkono wako sio mfupi, ya kwamba Bwana hatuwezi fanikiwa, ya kwamba huwezi kutufanikisha. Ndiposa siku ya leo Bwana naomba ya kwamba Bwana utusaidie, ya kwamba Bwana ukuwe na sisi Jehova Jemedari, wewe usiyeshindwa. Kuwa nasi siku zote Bwana, tubariki na utute
ututende mema Bwana. Tunaomba Bwana neema yako, tunaomba Bwana nguvu zako, tunaomba Bwana Jehova ulinzi wako, tunaomba Bwana Jehova kutetewa nawe Bwana. Tusaidie kukanyaga kwa njia ya utakatifu Baba. Tunavua mapambo yetu siku ya leo, wakati kwanza unaanza Bwana, tunavua viatu vyote vya kila uchafu wa kila aina Bwana Jehova Mungu wangu. Viatu vya udanganyifu tunaweka chini, viatu Bwana vya ubinafsi na tamaa Bwana tunaweka chini Mungu wangu. Viatu vya ukaidi tunatoa Jehova, viatu vya chuki tunavua siku ya leo, manake Bwana inakupendeza wewe ya kwamba Jehova kubariki yule ambaye hana mawaa, inakupendeza kubariki yule ambaye Jehova Mungu wangu Jehova Bwana anatembea na kichwa cha Bwana. Baba, mwaka huu tumeamua ya kwamba tutatembea na kichwa chako, ya kwamba Bwana hatutafanya tuonekane na watu, tutafanya tukijua wewe Bwana ni wewe Bwana tunatukuza. Mungu wangu tusaidie Bwana Jehova, tusibali tukuvua kila javi ya kifarisayo Bwana. Tusaidie Mungu wangu, dhambi nilizofanya nikijua na pasipo kujua zote Bwana siku ya leo nimeungama. Dhambi za madhabahu ninatubu siku ya leo Bwana Jehova, kila aina ya unajisi ninaomba Bwana msamaha wako, ninaomba Bwana msamaha wako, ninaomba Bwana msamaha wako. We repent our sins today Lord, and we cry for your mercy King of glory. We call for your mercy King of kings. We call for your mercy Jehovah Shammah. Oh God, we repent today. Oh God, have mercy today. Baba, kumbuka rehemu zako Bwana, kumbuka rehema Bwana Mungu wangu. Tunataka Bwana kufanikishwa nawe, tunataka Bwana kusimamishwa na wewe, ndiposa Bwana tunaomba Bwana Mungu wangu tusamehe Jehova. Tunazama kijitoni cha utakaso, tunazama katika kijito cha damu ya Yesu kiliyojaa nguvu za utakaso Bwana. Oh God, we repent King of glory. Kumbe Bwana Jehova toba peke yake, kumbe utakatifu Bwana Jehova Baba Jehova Mungu wangu ni silaha inayotupigania, ni silaha inayotutetea. Oh my God, my Father, Mungu wangu ni asante, manake Bwana mwaka huu tumeamua Bwana kutembea na wewe, tumeamua Bwana kutembea na wewe, tumeamua Baba kutembea na wewe, tumeamua kwenda na wewe Jehova, tumeamua Bwana kutembea na wewe. Makayanda Baba Bori Masaya. Mungu, si unasema tukuje tusemezane? Si Mungu unasema kuja tusemezane? Leo Bwana tumesogea mbele zako, leo Bwana tumesogea mbele zako, tunakuja mbele zako tukiomba msamaha, tumekuja Bwana tukiomba msamaha. Mungu wangu, Mungu wangu makayanda na baba la na 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 sharaba na 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 na. Baba, unatujua zaidi. Mungu, unatujua sana Bwana, ndiposa Bwana tunaomba utusamehe, ndiposa Bwana tunaomba uturehemu, ndiposa Bwana tunaomba utuhurumie, ya kwamba Bwana Januari tufanikiwe, ya kwamba February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December tukuwe wa kufanikiwa Bwana, tukuwe wa kuinuka Jehova. Mungu tusaidie Jehova, tunaomba Bwana utupatie neema. Hiyo neema inasema hapana kwa dhambi, hiyo ndio tunakubaliana nayo, hiyo ndio tunahitaji siku ya leo. Bwana tusaidie. Baba, tusamehe tu Bwana, sisi ni waja wako, sisi ni waja wako Bwana. Dhuluma, kila aina dhuluma tumefanya Bwana, turehemu. Wengine tumeenda Christmas tukafanya uovu na tumerudi Bwana. Baba, tunaomba uturehemu Mungu wangu.
tulikula chakula cha kifalme ambacho umesema tusishiriki. Mungu wangu tusamehe Bwana, tumekuja mbele zako. We are before you Lord, we are before you King. Baba, tulijinajisi na chakula ya kifalme. O Mungu wangu Baba, tunaomba utakaso. Tumezama kijitoni cha utakaso, tumezama Bwana hapo. Bwana Jehova, tunaomba Bwana, tunaomba utakaso wako, tunaomba utakaso wako. Have mercy Lord, have mercy Lord. Turejeshe kwa njia zako, turejeshe kwa njia zako, turejeshe kwa njia zako. Baba, nimetubu, Baba, nimetubu, nimesogea Bwana, nimesogea mbele zako. Hii ni haja ya moyo wangu Bwana. Baba, utakaso wako, utakaso wako Bwana. Father, we thank you. Ukiwa vile ulivyo katika hiyo position, ningeomba watu wa vyombo watulie. Ukiwa vile ulivyo hapo ulipo, kama umelala, kama umepiga magoti, rudia hili ombi nyuma yangu. Sema, Bwana Yesu, niko mbele zako. Bwana, nimeanguka mbele zako nikiomba msamaha. Mimi nimefanya dhambi, naomba unisamehe, nitakase. Takasa mawazo yangu, takasa roho yangu, takasa mwili wangu. Nimekubali niliondoka kwa njia, lakini leo nimerejea. Naomba unisamehe kila dhambi niliyofanya. Baba, naomba unirehemu. Neno lako linasema tukiungama dhambi zetu, ewe Mungu ni mwaminifu kutusamehe. Tunaomba utusamehe, tunaomba utukubali. Baba, tusafishe kwa damu ya Yesu. Asante, asante kwa kunitakasa, kwa kunisafisha. Kutoka leo Baba, nitakutumikia kwa utakatifu. Naomba unipe neema ya kukataa uovu na kukubali ya mbingu. Nisaidie kwa jina la Yesu nimeomba na kuamini. Asante kwa kunisamehe kwa jina la Yesu nimeomba. Baba, ni asante.